Watu wamekuwa wakizungumza sana kuhusu mwenyekiti wa zamani wa Chama cha Demokrasia na Maendeleo Freeman Aikael Mbowe. Sasa kupitia mtandao wake wa X ambao nafikiri nitasoma ujumbe kama alivyoweza kuandika, ni ujumbe ambao anaamini kabisa kwamba licha ya yote yanayoongelewa kuhusu yeye na Chama cha Demokrasia na Maendeleo kwamba amekuwa na utofauti na amekuwa na chuki dhidi ya mwenyekiti Tundu Antipas Mugwe Lissu, basi nitakufahamisha na nitakusomea kama alivyoweza kuandika. Nitanukuu kama ifuatavyo: niandike nini kiweze kuakisi hisia zangu za unyenyekevu kwa maelfu ya ndugu zangu wa Tanzania na msio wa Tanzania mlionitakia heri ya siku yangu ya kuzaliwa. Nawashukuru kwa dhati ya moyo wangu kwa upendo wenu kwangu. Wajibu niliobeba kwa niaba ya Chadema na Tanzania ni wito uliojengeka katika misingi ya kufanya nchi yetu mahali bora pa kuishi kwa kila mmoja wetu. Nawapenda wote na waombea mbarikiwe. Yani hili ni kama fumbo na limekuwa pia ni swala ambalo limeweza kujadiliwa sana na watu wakiamini kabisa kama pengine pia lengo la yeye kukaa kimya kwa haya yote yanayoendelea kuhusu issue no reform no election, na hata pia sakata la mwenyekiti Tundu Antipas Mugwe Lissu kwa kesi inayomkumba ya kesi ya uhaini ambayo watu wengi walitegemea kuona support, kuona ushirikiano unatoka kwa Freeman Aikael Mbowe, lakini yeye kama yeye anaamini kabisa kwamba anashindwa aandike nini ambacho kitaweza kuakisi hisia zake, lakini pia anaamini kabisa kwamba lengo lake kwa niaba ya Chadema na Watanzania, wito wake ni kujenga misingi ya kufanya nchi iweze kuwa mahali bora pa kuishi, na ndio maana yeye kama yeye ameamua kukaa kimya. Kwa hiyo kwa yote yanayoendelea, kila mmoja atazungumza kwamba labda ana chuki na Lissu, ana chuki na Chama cha Demokrasia na Maendeleo, lakini yeye anaamini kabisa kwamba kwa sasa ni kuangalia tu nchi ya Tanzania ipo katika mahali gani pa kuweza kuishi na ubora na amani ya taifa la Tanzania. Lakini kwa yeye kama yeye kwa sasa hajaonekana kuonyesha ushirikiano wa aina yoyote ambao umeweza kuifanya Chama cha Demokrasia na Maendeleo kiweze kusema kabisa kwamba tokea sakata la no reform, sakata la Lissu wameweza kupata mchango kutoka kwa Freeman Aikael Mbowe, bali ukimya umekuwa ni mkubwa kwa Freeman Aikael Mbowe.